J'invite un autre pasteur, ninaalika mchungaji wetu, pasteur Robert, mchungaji Robert. celui qui doit prier pour nous. Ni yeye atakayetuombea. C'est un homme que j'aime beaucoup. Ni mtu ambaye nampenda sana. C'est un papa important. Ni mtu muhimu sana. Geoffrey, je te montre pasteur Robert. Joyfred, nataka nikutambulishe mchungaji Robert. Chaque fois que tu es dans un besoin, des questions, kila wakati utakuwa na haja ya ushauri, maswali, je te montre notre papa. Ninakuonyesha mchungaji Robert. Njoo kwake. Chaque fois que tu as des difficultés, utapokuwa na matatizo, approche-toi de lui. Mkaribie. Dis à tes pasteurs de les respecter beaucoup. Ambia wachungaji wako pia wamheshimu. Tu le vois, tu me vois. Ukimuona huyo unaniona mimi. Tu le vois, tu me vois. Ukimuona unaniona. Sois un bon fils. Uwe mwana mzuri. Sois un bon fils. Uwe mwana mwema. Et je saurai que tu es un bon fils lorsque lui me dira que tu es un bon fils. Na nitajua kama wewe ni mtoto mzuri atakaponiambia yeye kama wewe ni mtoto mzuri. Ah, c'est pas moi. Sio mimi. C'est pas moi. Sio mimi. Celui qui contrôle tout ici en Tanzanie. Ni yeye anaangalia kila kitu hapa Tanzania. C'est lui qui doit vérifier ton église là. Ni yeye hata ataangalia kuchunguza baadhi ya makanisa hapa. C'est lui qui doit venir voir tes églises partout là-bas. Ni yeye ataenda hata anaangalia makanisa yako kila kona kote. Il doit voir si tes fils là pasteurs enseignent ce que nous nous enseignons. Angalia pia ikiwa unafundisha hiki tunachofundisha. Dès qu'il apprend que chez toi les gens ne se lavent pas avec les savons, il m'informe. Akisikia kwamba unaanza fundisha watu wasinawe na sabuni huku ataniambia. Oh, chez toi les savons amènent en enfer. Ukianza kufundisha kwamba sabuni inapeleka watu kuzimu. Oh, chez toi il ne faut pas manger nyama ya mbuzi. Oh, unaanza fundisha watu wasile nyama ya mbuzi. Nyama ya nguruwe. Au nyama ya nguruwe. Kitimoto. Ah, kitimoto. C'est lui qui va me dire. Ataniambia. Donc c'est notre secrétaire, il faut se confier à lui. Ni katibu wetu, ni vizuri uwe pamoja na yeye. Chaque fois que vous êtes dans les besoins, kila wakati ukiwa na matatizo, il est notre secrétaire de la communauté. Yeye ni katibu wa kanisa. Il est notre œil de la Tanzanie. Huyu mimi namshika kama jicho langu hapa Tanzania. On se réfère toujours chez lui. Kwa hiyo mambo yote muwe pamoja na yeye. Sois un bon pasteur. Uwe mchungaji mzuri. Tu dois aller faire les rapports des églises. Unaweza hata ukampe ripoti za kanisa. Il doit avoir le numéro de tes pasteurs. Awe hata na namba za wachungaji wako. Pour se familiariser. Ili muweze kujuana vizuri. Tu dois faire les déplacements avec lui, tu le prends. Hata kusafiri, unaweza ukamchukue mnasafiri pamoja. Lui ne prend pas seulement des rapports dans la bouche. Yeye asichukue pia ripoti tu kwa kinwa. Il ne prend pas seulement les rapports dans la bouche. Achukue tu ripoti kwa kinwa. Le rôle d'un secrétaire c'est ça. Kuwa mkatibu ni hivyo. Ah, comment l'église? Ah non, ça va pasteur. Vipi kanisa? Oh, sawa mchungaji. Les cellules. Vipi kanisa zako huko mchungaji zinaendeleaje? Donc vous planifiez vraiment. Nataka muwe pamoja, mpangilie vitu pamoja, muishi pamoja, msafiri pamoja. Muende Kigoma pamoja. Il va aussi l'église de Kigoma. Munaona kanisa la Kigoma. Ces églises te connaissent. Kanisa zake zikutambue comme leur père, kama baba yao. Mais lui, lakini yeye viens voir si tes enfants là atakuwa anaangalia ikiwa hao watoto wako wewe connaissent aussi Adam comme ton père. Wanatambua kama Adamu kama baba yako na wewe. S'ils trouvent là-bas ce n'est que Kaputa. Wakigundua kule ni Kaputa tu. Ici Aston n'arrive même pas, on ne cite même pas son nom. Hapa Aston hata jina lake hawatajagi. Il me fait rapport. Na nifanya ripoti. Alors là on se sépare. Na hapo tunatengana. Voilà, je donne à notre papa le micro. Nataka nimpe baba yetu mic. Ouvrons nos deux mains. Tuinue mikono yetu. Il va prier pour nous. Atatuombea. Il va nous donner un sujet de la repentance. Atatupa yeye pia somo la toba. Pendant 2 minutes seulement. Mnamo hata dakika 2 tu. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki sana.
Amen. Naomba tukae dakika chache. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi ya kutosha. Makofi kwa Yesu aliye hai. Amen, amen. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Kwa kweli nimebarikiwa pia na semina hii. Najikuta nabadilika kila itwapo saa. Haleluya. Mimi pamoja na uchungaji wangu, lakini nimekuwa nikiandika mambo ambayo naona hata mimi wazi kwamba katika toba kuna nafasi nyingine tuliruka. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa kweli ni mafundisho mazuri ambayo tunapokea, na kama tutayatendea kazi vizuri, hakika mbingu ni ya kwetu. Hebu wanaokwenda mbinguni wapige makofi ya kutosha. Shangilia Yesu. Haleluya, haleluya. Pamoja na yote ambayo tumeyapokea, lakini bado tunahitajika kama ambavyo tumefundishwa kuenenda bila kuchoka na bila kuacha. Haleluya, haleluya. Kweli ni injili nzuri tunapokea. Nabii Aston ni mwalimu mzuri sana. Yeye ni nabii lakini ni mwalimu mzuri sana. Naamini wachungaji wanaweza wakaamini. Haleluya. Mimi nimeamini kwamba yeye ni mtumishi mzuri sana kwenye ualimu. Anafundisha neno kila mtu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumefika mwisho na nimeambiwa niombe, basi naomba mimi niingie kuingia kwenye kuomba mimi na wewe. Tunatakiwa tuingie kwenye maombi kwa yale ambayo tumejifunza ili tuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa muamini au msingi wa mwanafunzi mzuri ni kupokea alichofundishwa na kukiishi ili kimbadilishe. Kusikia haitatosha chochote wala haitabadilisha maisha yetu kama tulivyofundishwa, bali kuanza kugeuzwa na kile tulichokisikia. Pige Yesu makofi ya kutosha. Pale ulipo naomba usimame sasa. Tutaomba kwa Bwana kumwambia Yesu tunatamani yale tuliyopokea yatubadilishe. Nyosha mikono yako kwa imani. Mimi ninaamini kanisa hili kuna watu wanakwenda mbinguni. Mbinguni ni lazima tutafika. Kama tutayaishi mambo haya, tunahakika tunakwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hebu nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo hii nimelipokea neno lako. Nimesikia habari ya toba. Nimesikia habari ya toba. Nami Yesu Kristo, kwa hatua na ngazi zote za toba, ninahitaji nifike kwako. Ninahitaji nifike kwako. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Tazama hatua zangu. Tazama mwenendo wangu. Tazama maisha yangu. Tazama hali yangu ya ndani. Ninahitaji mabadiliko. Ninahitaji mabadiliko. Ninahitaji mabadiliko. Yesu Kristo uliye hai, nipe kubadilika. Nipe kubadilika. Nipe kubadilika katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nipe kubadilika. Nipe kubadilika kwa uweza wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Hebu naomba unisikilize. Wakati mchungaji anatufundisha Nabii Aston, nilipata kitu kimenipa shida kwenye moyo wangu. Akasema kumbe tunapopata ushawishi wa Roho Mtakatifu na tukafurahi kwa ajili ya ushawishi, lakini bado hatujafikia ukamilifu. Inawezekana wapo kama mimi kwamba tulitamani tule ushawishi, tukaufurahia, tukalia, lakini kumbe bado hatua za kumfuata Yesu hazijafanyika bado. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na upokea ushawishi wa Roho Mtakatifu. Na pokea ushawishi wa Roho Mtakatifu. Na hatua zote za kumfuata Yesu tangu leo hii naanza kuzifuata. Tangu leo hii naanza kuzifuata katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nanyoosha mikono yangu kumfuata Yesu Kristo. Nanyoosha mikono yangu kumpokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Yesu Kristo,
ingia kwenye maisha yangu. Yesu Kristo, ingia kwenye maisha yangu. Tawala hali yangu ya ndani katika jina la Yesu. Tawala hali yangu ya ndani katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako, anza kupaza sauti, omba kwa maneno yako. Mwambie Yesu tawala, mwambie Yesu tawala, mwambie Yesu tawala, mwambie Yesu tawala. Nipe nafasi mpya katika maisha yangu, nipe nafasi mpya ya kulicha jina lako, nipe nafasi mpya ya kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Paza sauti, omba, paza sauti, omba, paza sauti, omba, paza sauti, omba. Yesu Kristo aliye hai, upo katikati yetu. Wewe ni mtawala, wewe ni Mungu wetu, umekuja upande wetu, wewe unayetutafuta ili tupokee neema. Baba tawala, tawala maisha yetu, tawala maisha yetu. Tunapokea neema ya kulisikia neno lako na tunageuka ili tukusikie Bwana. Tunageuka ili hatua zetu za kiroho zipate kutamalaki kwenye maisha yetu ya kweli katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu tawala, Yesu tawala, Yesu tawala. Mguse mama huyu, mguse baba huyu, mguse kijana huyu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Waijua hali yetu ya ndani, wayajua hali yetu ya maisha yetu, waujua ukweli ulio ndani yetu. Baba geuza, geuza tabia zetu, geuza mwenendo wetu, geuza njia zetu, geuza uelekeo wetu, geuza wokovu wetu, geuza kukujua, tukujue katika kweli katika jina la Yesu. Paza sauti, paza sauti, omba, omba, mtafute Yesu, maana kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na maarifa. Ita uwezo wa Yesu, omba rehema, omba toba pale ambapo unaona umekosea. Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu. Inawezekana njia zetu hazikuwa sawa machoni pako, lakini leo tunapokea upya, leo tunapokea upya mwenendo wa kuishi kwetu. Yawezekana tulipata mhemko tukatamani kutembea na Bwana, lakini hatukufanya hivyo, maana baada ya kupokea neema ya Kristo hatukugeuza nia zetu kumwelekea Kristo, hatukugeuza njia zetu kumwelekea Kristo, hatukugeuza mwenendo wetu kumwelekea Kristo. Ijapo tulitamani kufanya hivyo, leo tunaanza upya, leo tunaanza upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu Kristo, upate nafasi ya kuweka makao katika maisha yetu, upate nafasi ya kugeuza nia zetu katika jina la Yesu, upate nafasi ya kutopoa uelekeo mpya katika jina la Yesu. Nainua moyo wangu, nainua moyo wa kanisa hili. Bwana Kristo Yesu, geuza nia zetu, geuza nia zetu, geuza nia zetu. Paza sauti, paza sauti, paza sauti. Mwambie Yesu, geuza maisha yangu mapya. Nahitaji wokovu wa kweli, nahitaji toba ya kweli, namhitaji Yesu wa kweli, nahitaji mwenendo wa kweli, nahitaji mabadiliko. Tafuta mabadiliko. Vilemba havitatutosha, kuvaa mavazi marefu yatatosha. Tunahitaji mabadiliko ya kweli, tunahitaji wokovu wa kweli, tunahitaji kutii kwa kweli, tunahitaji kuliheshimu neno kwa kweli. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu pekee utakaotawala maisha yetu, ni uwezo wa Roho Mtakatifu pekee utakaogeuza nia za hali yetu, ni uwezo wa Roho Mtakatifu pekee utakaogeuza upya wetu. Inua moyo wako, mtafute Yesu. Paza sauti, mtafute Yesu. Tuna wakati mfupi wa kumsubiri Bwana, tuna majira machache ya kumsubiri Bwana. Paza sauti, omba rehema Yesu akugeuze, ageuze nia yako, ageuze mwenendo wako, ageuze hali yako ya ndani, ageuze hali yako ya ndani katika jina la Yesu. Baba turehemu, Yesu turehemu, Yesu turehemu, Yesu turehemu. Tumeanza upya tena, tunatamani mabadiliko, tunatamani kuinuliwa tena, tunatamani upya wa kiroho, tunatamani kumpokea Roho Mtakatifu, Roho wa kweli. Haleluya Yesu, haleluya Yesu. Inua moyo wangu, inua moyo wangu Yesu, inua dhamiri ya moyo wangu, ikugeukie, ikugeukie, igeuke tena, igeuke tena, igeuke tena katika jina la Yesu.
reketa ya karebe ziketa rikaremeza rekata ya karebo. Paza sauti, nataka nikwambie Yesu anakutafuta. Yesu anakutafuta. Kuna mwanzo unafanyika leo. Nasikia machozi. Kuna mwanzo unafanyika. Kuna watu tumepata tabu kwa muda wa miaka mingi, lakini leo tunapokea mabadiliko. Natamka mabadiliko katika ulimwengu wa roho. Natamka mageuzi katika ulimwengu wa roho. Tunaanza na Roho Mtakatifu, maana tulimpenda Yesu lakini hatukuzipenda hatua zake za kiroho. Leo tunapata shauku mpya. Leo tunapata shauku mpya ya kumwelekea Yesu. Nataka nikwambie, inua sauti yako, paza maneno yako, mwambie Yesu, leo nibadilishe, leo nipe neema mpya katika jina la Yesu. Hebu nyoosha mikono yako. Nyoosha mikono yako, sema Bwana Yesu, nakubali kwamba nilifanya makosa mengi. Nakubali nilifanya makosa mengi. Niliposhuhudiwa na Roho Mtakatifu kukupenda wewe Yesu, nilifurahi maneno ya Roho Mtakatifu, lakini hatua za kubadilika zilinitenga na uso wako. Lakini leo Yesu Kristo, nipokee kama mtoto wako mpya, mwenye kupenda mabadiliko ya kiroho, mwenye kulishika neno lako kwa kweli, mwenye kulienzi neno lako kwa kweli. Yesu Kristo, tawala maisha yangu. Yesu Kristo, tawala maisha yangu. Nipe kibali cha kuitwa mtoto wa Bwana. Nipe kibali cha kufika katika mbingu yako takatifu, katika jina la Yesu Kristo. Naomba unisikilize, mtu wa Mungu. Kuna jambo linaenda kutendeka mchana huu, asubuhi ya leo. Wakati tunaendelea kuomba, naona kuna mtu ana majuto ambayo anahitaji kutengeneza. Yaani shauku yake, anaona amepoteza muda mwingi, lakini anaona leo ni siku yangu na ni zamu yangu. Na kama kuna mtu anaumwa, ana shida ya ugonjwa kwenye mgongo au kiuno, kimbia, tutaomba na wewe siku ya leo. Haleluya. Bwana anatenda kitu mahali hapa kwa jina la Yesu. Kimbia haraka pale ambapo upo unasikia una hali ya kujisikia kuumwa mgongo au kiuno. Nashuhudiwa hapa yuko mtu ana namna hii, na Bwana anakwenda kumfungua siku ya leo. Piga Yesu makofi ya kutosha. Nataka nikwambie leo kuna mabadiliko ya kiroho. Ngoja nikwambie, tumepokea kwa muda mrefu, lakini Bwana siku ya leo ni mpya kwetu. Ametafuta hali yetu ya kiroho tubadilike, na lazima mtu abadilike siku ya leo. Natamani watu tulioko hapa tukutane mbinguni pamoja na Nabii Aston. Tumpigie makofi Bwana, kwa maana Yesu alimtuma mtumishi wa Bwana atengeneze hatua zetu za kiroho. Kupitia Roho Mtakatifu aliye ndani yake tunapokea mabadiliko. Naomba mchungaji Geoffrey tupite mbele, tutaomba kwa ajili ya watu hao. Bwana ameshuhudia kwamba wako na shida ya kuumwa, lakini kuna mwingine anatamani sana, anaona moyo wake paka awekewe mkono. Kama huko kimbia pia tutaomba, lakini kwa wakati wa wachungaji naomba tuje mbele tuweke mikono kwa ajili ya wenzetu hao. Unapojisikia hali fulani ambayo si ya kawaida, na Bwana akainua sauti ya mtu aliyoko madhabahuni akasema kuna kitu kiko hivi, maana yake hiyo siku ndio siku ya kupona kwako. Huo ndio wakati wa kupokea neema. Hapo usipishane na huo muujiza wako. Wakati huo ndio wakati sahihi wa wewe kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaomba kwa sauti. Wote tulioko nyuma huko tutainua kwa ajili ya kuombea watu hawa. Kila ambaye yuko na magonjwa hapa lazima yamuachie. Awe na hali ya kuumwa mgongo au kiuno, Yesu Kristo atatawala katika hali yake ya mwili na atabaki kuwa mzima. Nyosha mkono uombe pamoja na kanisa. Wewe ulioko nyuma omba pamoja na wachungaji wanapoomba. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uwezaye kuokoa, lakini Mungu uwezaye kuponya na kuhuisha. Bwana, unahusika na maisha yetu ya mwili na unahusika na maisha yetu ya roho. Mbele yetu Bwana wapo watu wanaohitaji ufunguzi wa maisha yao ya mwili na ya kiroho, katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa yupo anayeugua katika hali ya namna pekee isiyo ya kawaida, roho za magonjwa zinazotawala kwa mtoto huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninaziamuru zinyamaze kimya. Ninaamuru zinyamaze kimya. Ninaamuru zinyamaze
unyamaze kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe shetani, wewe roho wa magonjwa uliyetawala maisha ya mtu huyu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, achia kwa jina la Yesu. Maumivu ya nafsi, achia kwa jina la Yesu. Roho ya maumivu, masikitiko yasiyokoma, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Natamka baraka, natamka kufunguliwa, natamka uzima katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, maumivu yakakome saa hii, maumivu yakakome saa hii, roho zote za maumivu zikakome saa hii katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Natamka uzima kwa damu ya mwana kondoo, natamka uzima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nyosha mikono pale ulipo, sema e Bwana Yesu Kristo, napokea upya wa mwili na roho na nafsi, napokea mabadiliko ya kweli katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Nafsi yangu iwekwe mikononi mwa Bwana. Sema e Yesu Kristo, ipokee nafsi yangu, ipokee roho yangu, pokea mwili wangu. E Yesu Kristo, nipokee, nipe mabadiliko katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pale ulipo naomba usimame. Watumishi wa Mungu walioko mbele, Mungu awabariki. Turudi nyuma tukaketi, lakini naomba niseme neno hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa na makusudi. Haleluya. Tutaomba tuwaruhusu watumishi wa Mungu wakapumzike. Nitampa mchungaji kiongozi atasema, lakini nina neno juu yetu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaomba wakati watumishi wa Mungu watakapokuwa wanaenda kupumzika, baada ya kumpa mchungaji Geoffrey kiongozi wetu hapa atakapomaliza, naomba wewe usitawanyike, tuna kitu tunataka tufanye. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Mungu akubariki sana. Karibu mchungaji. Naomba tumpigie makofi mchungaji. Usimuone katika umbo lililo dogo, na mfahamu miaka mingi Geoffrey, na ujue uhalisi alio nao. Barikiwa sana. Pigie Yesu makofi sana. Haleluya. Kama nakumbuka asubuhi, nilikuambia jambo moja, nikasema kanisa takatifu la Uamsho linakwenda kuwa dude kubwa. Unakumbuka Unakumbuka? Unajua maendeleo ya taasisi yoyote ni kiongozi wa taasisi kuzungukwa na watu wenye uelewa na ufanisi mkubwa, ndipo taasisi wagi na kuwa kubwa sana. Haleluya. Ninamshukuru sana nabii ambaye ndo baba yangu Aston Adam Mbaya kwa kunipa mlezi wangu Tanzania. Mchungaji Robert ninamfahamu toka nimeanza kuingia kwenye huduma. Tumekutana kwenye vikao sana na ninafahamu hekima yake. Hata juzi hapa, siongei mengi, hata juzi hapa mnaofahamu, wakati nikiwa napambana kutafuta gari kwa ajili ya kumbeba mtumishi wa Bwana kutoka airport kwenda lodge, wakati nimewataarifu wachungaji wengi Dar es Salaam, yeye gari lake lilikuwa limeharibika. Lakini wale mnaofuatilia kwenye mtandao, ni mmoja kati ya wachungaji pia waliofika usiku saa 4 kumpokea nabii wa Bwana. Na alikuwa akinitia moyo sana kwamba utashinda, utafanikiwa, usiogope. Kwa hiyo nilipenda hekima yake sana. Kumbuka ametoka mbali, Gongo la Mboto, si ndani kule, amekuja na pikipiki mpaka airport kwa ajili ya kuniunga mkono na kumuunga mkono baba yetu Nabii Aston Adam Mbaya ili tumpokee. Lakini wachungaji wengine walikuwa na shughuli zao, wengine walisema tuko busy, wengine wakasema tuna shughuli, wengine wakasema, kila mmoja na sababu zake. Lakini mzee huyu hakutoa sababu. Alisema nitafika, nina safari ya kwenda alisema natakiwa kwenda Unguja, Zanzibar. Akasema naahirisha kwa ajili ya kumpokea Nabii Aston Adam Mbaya.
Na kweli yule mzee aliahirisha safari na nilimuona. Lakini jambo la pili, huyu mzee namwitaga baba, hana udini. Unajua mimi napenda kufanya kazi na watu ambao hawana udini, hawaangalii dini zao na dhehebu zao. Kristo kwanza. Juzi tu unakumbuka amekuja hapa Mbinga, alikuwa na ziara na watumishi wa makanisa mengine, walikuwa nazunguka mkoa kwa mkoa akiwa na gari lake kuhubiri Injili. Hata hapa Mbinga alifika. Kwa kumpata mtu kama huyu kwenye huduma yetu ya uamsho ni hazina kubwa. Na baba hapa amesema nizunguke naye. Na mimi nakuahidi nitazunguka na wewe. Na niwaombe wachungaji wa kanisa takatifu la Uamsho na wengine hawajafika hapa. Najua tunapopata mlezi katika taasisi yetu, mimi ninapopiga mbio kama kiongozi, nisipokuwa na guide, nisipokuwa na mwangalizi, ni pigo kwa wachungaji na waongoza. Lakini nikiwa na mwangalizi ambaye na mimi ananionya na kunikaripia na kuniongoza ninavyotakiwa kufanya, ni mwanga mzuri kwa wale ninaowaongoza. Kuna raha sana kuwa chini ya mtu na kuna hasara sana kujiongoza mwenyewe. Wale tunaofahamu mambo ya kiroho, unapokuwa chini ya mtu ni raha sana, kwa sababu kuna mambo mengine utamtwika yeye. Jambo ninalokusiku naambia mzee, kuna hili hapa, kwa sababu nimeambiwa nimuone yeye kwa Tanzania. Haleluya. Tunashukuru sana kwa kutukabidhi. Mungu awabariki sana. Lakini amenipa onyo lingine, amesema ukiacha mafundisho na mimi nakuacha. Na mimi niwaambia wachungaji wangu, na mimi ukiacha mafundisho haya na mimi nafanya nini? Nakuacha. Lazima kila mmoja ale upande wake. Haleluya. Kwa sababu haiwezekani kanisa la Tanzania tuendelee kuangusha jitihada ya mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adamba. Tuende mbele, turudi nyuma. Kazi aliyoifanya kwa Tanzania katika mwili wa Kristo ni kubwa sana. Hili tusilisahau. Nimekuwa nikitaniana na mchungaji Langston kwamba anashangaa wa Tanzania. Mtanzania akikwambia nitakuja, kumwambia karibu kwenye semina, anambia nitakuja, yani tuko pamoja, alafu aje. Anasema hii tabia wa Kongo hatuna. Nikamwambia wa Tanzania ndio tuko hivyo. Yana nakwambia utafikiri mko pamoja. Sasa kwambia usijali, yani baadaye nitafika. Kumbe anataka bora yaishe aendelee na shughuli zake. Ndivyo wa Tanzania tuko. Sasa tumehubiriwa kwa habari ya toba. Tumaanishe. Haleluya. Tusiwe vigeugeu. Tunatamka hivi, moyoni kuna mambo mengine. Hivyo haitatakiwa. Sawa sawa na sisi tumhakikishe baba kwamba tutasimama kwenye injili ya utakatifu. Naliona maono miaka kadhaa imepita. Mtumishi wa kanisani mmoja nafahamu, na alikuwa nikimwambia mchungaji mmoja, siwezi nikamtaja jina, nikasema kama nyinyi hamtakuwa kanisa takatifu la Mungu kweli kweli, nikasema sisi tutakuwa kanisa takatifu la Mungu kweli kweli. Nilipoamka kwenye yale maono, nikamsimulia huyo mtumishi, nadhani huyo hapa nafahamu. Nyosha mkono wakuone. Na ilikuwa ni mchana. Nadhani hii inakwenda kutimia katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema. Mchungaji Robert, mimi naukaribisha sana. Hapa ni nyumbani. Kanisa takatifu la Uamsho ni nyumbani kwako. Tuchunge, tuangalie, nipigie simu wakati wowote. Ukiwa na changamoto yote wewe niambie. Mimi nitakutii kama baba, kama nilivyokabidhiwa. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Basi watakapokuwa wanatoka tutakaa. Kuna jambo ambalo mtumishi amesema tuongee, na mimi pia kuna jambo tuongee. Haleluya. Basi tutakaa, nitaomba mtumishi Jose ongozana na baba hapa na mchungaji Langi tuende nyumbani. Amen. Basi tuomba tenzi, pastor, tuimbie tenzi wakati watumishi wanatoka. Tuimbie tenzi namba ngapi? Namba 7 ni tabibu. Namba ngapi?
Namba 7, ni tabibu wa karibu. Yesu Kristo